karibu. Asante sana. Kuna jina linasumbua mtaani kwetu, na hilo jina kila mtu akilisikia anakimbia, na hilo jina linaitwa Mbolimboli. Je, ni nani huyo mtu? Huyo ndio yule uliyesema unasikia harufu yake. Ndio yule aliyosikia harufu yake kama kuna mgeni anaingia kijijini kwetu? Ndiyo, ni huyo huyo kwa hakika. Yeye ndo anayewasili katika kijiji chenu. Je, inapaswa na mimi nimwogope? Hupaswi kumwogopa, ile natakiwa uwe na tahadhari, kwa sababu huyo mtu ni hatari. Ni hatari, tena ni hatari sana. Sawa, nitajitahidi na nitakuwa jasiri. Kuwa makini na ujilinde. Sawa, nitakuwa jasiri kama alivyoniambia. Mkuu, nimefika hapa uliposema nije, lakini sijakuona. Koloboi, mimi nimeshafika nyumbani. Wewe rudi nyumbani, tutaonana wakati mwingine. Sawa mkuu. Wewe Zumba, umefikaje hapa? Mwenye mitondo niko nacho kufuatilia, achana nacho, kitakuja kukugharimu. Unaongea maneno gani haya? Ujui kama mimi mwalimu wako? Ukiwa shule wewe ndo mwalimu, ukiwa nyumbani wote raia. Nimekuja kukupa tahadhari, iko nacho kufuatilia, achana nacho, kitakulamba. Na wewe nitawafanya kaa wenzio. Mbavu wewe, na tutakutana shuleni. Hawa watoto siku hizi hawa hawana adabu kabisa. Hivi wewe Mbolimboli, ni kitu gani ambacho kimemrudisha katika hiki kijiji? Ila sio rahisi. Mbolimboli arudi bila kitu. Nahisi kuna kitu kinachoendelea hapa. Mbolimboli hawezi akarudi hivi hivi. Kuna kitu. Sasa basi inanibidi mimi mwenyewe nianze kuchunguza na nijue ni kitu gani ambacho amekifuata katika hiki kijiji. Nijue haswa ni kitu gani ambacho amekifuata katika hiki kijiji.
La sivyo sisi wote tutaangamia. Hebu acha nikatafute na nikajue kinachoendelea. Mimi nadhani wazungu mna hekima. Kwa nini mnaanzisha bifu na watu weusi? Mdogo wangu, mbona unachekesha? Afu unadharau kinyama yani. Swali gani hilo la kuniuliza mimi? Wewe unanamiwa 4 au sio? Unaniona nachekesha hapa? Oya, mimi sichekeshi babu, afu nikukutana na watoto wadogo na kuwa mnyama kishenzi yani. Kwa sababu mahakamani nyinyi mnakuwa mnawafunga watu nyinyi. Sikia sasa, unaenda wapi? Nilikuwa naelekea dukani. Umetumwa dukani. Hela yangu nakudai, naomba hiyo hela. Hela yako hii? Hii namba chafu 29K kuba babake. Nipe hiyo hela. Nipe hela dogo. Mtaa mzima wanajua mimi nani. Unadhani mimi nachekesha hapa? Sichekeshi. Oya we, nitakuchepa sasa hivi. Mjomba, hujanipa hela. Ungenipa kweli ningekurudishia, lakini hela mmetoka nayo nyumbani kwenda kuchukua mahitaji. Sijagawa hela kuja kukupa wewe. Una uhakika hela ni yako? Hii hela una uhakika ni yako? Narudia mara mwisho, nipe hiyo hela. Hela kama sio yako, hautaweza kuitumia mahitaji. Leta hela. Mahitaji kitu gani? Wewe pumbavu nini? Sikia sasa, pita hivi. Wewe unaenda hivi, afu nisikie ngwengwe na kukata shingo. Pita hivi. Pita haraka babu, usiniangalie. Sichekeshi mimi. Mtaa mzima wanajua mimi nani. Nilijua hawezi kuichukua langu kizembe. Asa tuone atafanyia nini mahitaji yake. Oya we dogo, njoo mara moja. Naenda wapi? Nenda hapo mbele. Nataka nikuagize hapo kidogo dukani hapo. Vipi, unaweza ukaenda? Ndio. Unatakiwa ujibu hivyo, sio unajibu kimaandazi mdogo wangu. Changamka, acha ufara. Nataka nikuagize fegi hapo, si unajua mazingira ya fegi nini? Ndia kaumo mimi. Hela tena imetoka imeenda wapi jamani? Sio kweli bwana. Wadogo. Ndo mazauza kwa babake hapa kwa nini?
Nilikwambia hela kama sio yako hauwezi kufanyia matumizi. Wewe si msela, nionyeshe sura yako. Wewe mweupe na mweusi, wewe mzungu na mbongo, tuoneshane. Ujiona mjanja kunikaba, ulikuwa hujanijua. Wewe bado mtoto mdogo sana kwangu. Pumbavu. Wamtemi! Usimtemi mwenyewe kabisa. Sasa chokimbilia kitu gani? Au ndio kashakutana mbolimboli? Sasa kukaa. Zumba mwenyewe. Niambie mshikaji wangu. Safi alo, vipi lakini harakati? Freshi. Zumba samani lakini huko unaelekea? Oya, Kimbudu vipi wewe? Yaani kila unapokutana na mimi unaniuliza maswali, naelekea hapa naelekea wapi? Mimi ndugu yako gani? Hapana Zumba. Yaani wewe nakuchukulia kama mdogo wangu na vile vile nakuchukulia kama rafiki yangu. Kwa hiyo maswali yanavyokuuliza ni kawaida kwa sababu nimekuzoea. Baridi basi lete habari. Bila shaka nadhani unamfahamu Mtemi. Nampata yule nani huyu? Mtemi. Mtemi yule anajitia msalamavu yule. Anatembea na panga lake moja hivi. Yule mweupe yule kama mzungu yule. Nilikuwa zangu hivi napita mtaani hivi. Nimekutana naye. Akiwa kiatu anakimbia anapanga. Sasa sielewi maskini si atakuwa naye kakutana na mbolimboli huko. Mbolimboli? Ndio kukutana mbolimboli afikiria anakaa. Maana watu wanavyokimbizana mtaani. Huyu kapita hivi, huyu kapita kule, hata unji umuulize nani umwache nani. Ila yule kaingia muziki ya watu wazima. Kajichanganya kaingia kwenye muziki ya watu wazima. Yaani unamaanisha nini kusema kaingia kwenye muziki ya watu wazima? Yaani yule pale juu kaibia watu wazima, kaona anajua mwenyewe alichokifanya. Ndio maana nakuta wangu. Ila bwana nikwambie Kimbudu. Mimi naelekea hapo nyumbani kupeleka vocha. Dada yangu kaniambia ninunulie vocha ndio nimenunua na mpelekea hapo nyumbani mara moja. Basi sawa, maana hili swala lilikuwa linanichanganya yani kuhusu Mtemi nilivyokutana naye akiwa kiatu yani. Baridi bwana tutaongea baadaye. Basi sawa tutaongea. Ujue nini Mr. Sinyimwe? Yaani leo katika pita zangu mwanangu. Yaani kichwa kimecorrupt mambo kinyama yani. Kivipi? Yaani leo mwanangu katika pita zangu mwanangu. Nilikuwa naenda pale kwa mama sijui pale. Ndio. Sanjiani pale kwenye kinjia panda nini pap. Nikakutana na dogo Azumba yule sijui unampata. Azumba nampata. Nikafika pale nini kabonga naye fulani hivi nini akaniambia anaingia dukani. Si nikampukutisha 2000 pale. Ndio. Umeona baada ya kumpukutisha 2000 nini nikamkolomea asepe. Dogo kweli akasepa. Mimi nikaingia zangu chochoro nikafika sehemu nikasizi. Baada ya kusizi nini material ndo yana corrupt kujirudi nini ile ndo anapita Dogo Prince pale umeona? Alipopita Dogo Prince nikasema aso kweli ngoja nimwagize Dogo nini akanivutie fegi dukani nini alete. Asi nikaanza kusearch nikaingiza mfukoni kucheki pesa ile nini siikuti. Kusearch hadi huku nini babu yani niliweka huku lakini nilisearch hadi huku. Sijaiona ile hela nakuta karatasi. Kurudi hivi Dogo simuoni naye kapotea. Babu, mguu kafika mpaka kisogoni nilichomoka.
Poa, nikaona sio kweli. Dogo yupo kivipi? Kumtafuta pale mimi ikabidi nibaruze. Baada ya kubaruza, mbele nakutana na ule dogo nilompola hela. Naongea na mtu afa anapotea. Sio kweli. Ndio break ya kwanza hapa. Ndicho nilichokutana nacho leo mwanangu asinyimwe. Yaani wale madogo sio yaani kwa nacheka yani. Nacheka kwa sababu hivi, nikuulize swali Mtemi. Wewe una taarifa za Prince? Habari gani mwanangu? Prince, hizi habari zina wiki sasa. Kila mtu hapa kijijini anafahamu kwamba Prince amepotea. Sasa wewe cha ajabu na shangale unaniambia eti kapita Prince, umemwagiza sigara kayayuka. Wangu wewe utakuwa taila. Mimi nimekutana naye jicho kwa jicho, mboni kwa mboni, babu hizi kwa hizi mzee. Na mtuma mwenyewe aende dukani, ndio hiyo hela mimi sioni. Wewe unaniambia amepotea. Wewe vipi mwanangu? Okay, sawa. Nimekuelewa Mtemi. Na hili swala la umemzungumzia Azumba. Ndio, Azumba na kuyayuka wapi na wapi? Sababu Azumba ukikaona ni katoto kadogo. Sasa michezo ya kuyayuka na Azumba, mimi michezo naionaga kwenye TV. Sasa ina maana unataka kuniambia Azumba msanii? Yaani kweli unaweza ukakaa na mtu kumbe taila. Mimi nimempokonya 2000 dogo, nimeondoka na ile hela kanitokea mbele. Kaniambia hiyo hela hiyo sio ya kwako. Sasa wewe tena unakuja kuniambia eti habari sijui ya kuyayuka, sijui ya kufanya. Dogo nimekutana naye. Mtemi. Leo umevuta cha wapi? Kwa sababu hizo taarifa za Prince hivi ninavyokuambia, babake muda wote saa yote anaweza akaja. Asa babake anafuata nini hapa? Si anakuja kwa ajili ya mwanae kupotea. Mwanae nani wewe? Mwanae yupo. Mwanae babu yupo. Sikiliza mwanangu. Huyo baba yake swala la kuja hapa hilo sio kweli. Kwa sababu huyo Prince yupo, anakuja kumtafuta nani? Mimi nimemuona kwa jicho langu babu, nimemuona kwa jicho langu kwa Mr. Sinyume. Mbona unielewi? Prince kapotea. Azumba na kuyayuka, yani bado, yani sasa iko hivi. Sikiza nikwambie, inawezekana leo maji yamezidi unga. Kwa hiyo naweza nikakusaidia, nikakupa njia ambazo zitakupunguza hiyo hali ambayo ulikuwa nayo. Kuna vitu ambavyo unaweza ukatumia na hiyo hali katulia. Kuna miwa, kuna chai, vinaweza vikakusaidia ndugu yangu. Lakini kuliko eti unaniambia hapa taarifa za Prince yupo. Kama ulikuwa hujui, baba yake mwenyewe amepata taarifa na muda wote anaweza katimba hapa kijijini. Sikiliza. Wewe unaniamini uniamini babu? Siwezi kukuamini. Nisikilize babu. Wewe unaona unanirushia sasa hivi. Pita hivi basi. Wewe ufai kukaa na mimi. Pita hivi mwanangu. Wewe usiniamini vipi? Hasa kama unaniamini mimi nakwambia Prince yupo, wewe unabishabisha nini? Kwa hiyo unanifukuza. Sasa nisikilize. Kama unanifukuza ukiwa na issue zako nyingine usiniletee pumbavu. Basi pita hivi ndio. Kwani wewe nani babu? Nitakukata shingo afu nilerobichwa niligonge liwe supu. Vipi huyu? Mimi namwambia vitu vya maana na niletea habari za eti hayupo. Afu watu wengine kumbe mataila Ningepiga kwanza panga la shilonge. Akili ingemkaa sawa na niambia mimi navuta bangi. Vipi? Na usije hapa babu, ukiniona mimi nione kama kituo cha polisi. Shangazi! 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 Shangazi!
Azumba. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Umefanikiwa kumwona Pi? Hapana, mwenzangu Pi mpaka leo sijamuona. Azumba acha unafiki, sema kweli kama amenificha. We, hata shobo, songea na wewe.